بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته، Allah ametukusanya katika wakati huu baada ya kuisali salata dhuhur kwa ajili ya kuendelea na darasa zetu, walillahi alhamd. Na ikiwa mchana wa leo ni dhuhur يوم الأحد, na hii ni ya dhuhuri ya siku ya Jumapili الثالثة عشرة ya tarehe 13 min shahri llahi Sha'ban, katika mwezi huu wa Sha'ban ndani ya mwaka 1447 Hijria. Darasa iliyotukusanya kwa wakati huu kwa mujibu wa ratiba, tunasoma kitabu Ithafu Ahli al-Iman bidurusi shahri Ramadan, kitabu kilichoandikwa na fadilatu Sheikh al-Allama Salih bin Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Na insha Allah darasa yetu siku ya leo itaanzia katika darasa hii mpya, ad-darsu as-sadisu, darasa ya 6, fi bayani hukm an-niyyati fi as-siyam. ad-darsu as-sadisu fi bayani hukm an-niyyati fi as-siyam, darasa ya 6 katika kubainisha hukumu ya nia katika funga. Kwa hivyo darasa ya 6 fi bayani hukmi niyyati fi siyam ni katika kubainisha hukumu ya nia katika funga. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: الحمد لله المطلع على الضمائر والخفيات، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: إنما الأعمال بالنيات، وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب والكرامات. أما بعد. Sheikh anaanza kwa mukaddima huu akisema alhamdulillah, sifa zote njema ni stahiki ya Allah, almuttali'i ala dhamairi, mwenye kutokezea juu ya yaliyo nyoyoni, mwenye kuyaona na kuyajua yaliyo ndani ya nyoyo. Almuttali'i ala dhamairi, Allah ambaye mwenye kutokezea juu ya yaliyo nyoyoni. Wal khafiyat, na yaliyo katika kujificha, yale ya siri. Wal khafiyat, na mwenye kuyatokezea yale yaliyojificha. Wassalatu wassalamu, na swala na salamu ala nabiyina, zishuke juu ya nabii wetu Muhammad, nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alqail, mwenye kusema huyo nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam: innamal a'malu binniyat, hakika si vinginevyo matendo yanazingatiwa kwa nia zake. Wa ala alihi, na hizo swala na salamu zishuke juu ya watu wa nyumbani kwake. Wa ashabihi, na juu ya masahaba zake. Dhawil manaqibi wal karamat,
wenye mema mengi. Almanaqib ni yale mazuri anayokuwa nayo mtu. Dhawil manaqibi, wenye mema yaliyo mengi. Wal karamat, na makarama mbalimbali. Amma ba'du, ama baada ya hayo, Sheikh anasema hafidhahullah, i'lamu, fahamuni, anna an-niyyata fi as-sawmi la budda minha. Sheikh anasema fahamuni waislamu kwamba hakika nia katika funga la budda minha, hakuna budi kutokamana na nia hiyo, lazima iwepo. Funga haiwezi kuwa ni funga bila ya nia. Wa hiya shartun li sihhatihi, nayo hiyo nia ni sharti kwa ajili ya kusihi kwake hiyo funga. Kama annaha shartun li sihhati kulli al-ibadat, kama vile ambavyo hakika hiyo nia ni sharti kwa ajili ya kusihi ibada zote. Ibada zote kusihi kwake ni kwa nia. Ikiwa umemkusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yako na umekusudia uso wake na kupata nyumba ya ukarimu wake aljanna, basi nia hiyo itakufaa. Wa illa, na ikiwa nia yako ni nyingine, wakusudia ulimwengu tu, kuwaonyesha watu, kupenda kusikika, basi utalipwa kwa nia hiyo hiyo, utopata akhira. Kwa hivyo hii nia hii ni sharti pia ya kusihi ibada zote, si funga peke yake. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hilo ni kwa ajili ya kauli yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat, kwa hakika si vinginevyo matendo huzingatiwa kwa nia zake. Ay innamal a'malu mu'tabara biniyatiha, hakika matendo ni yenye kuzingatiwa kwa sababu ya nia zake. Bimaana, ikiwa nia yako ni njema inayokubalika, matendo haya yatakubalika na yatazingatiwa ni mema. Wal aksu bil aks, na kinyume chake ndio kinyume chake. Ikiwa nia yako ni mbaya, basi matendo yako vile vile hayatazingatiwa. Innamal a'malu binniyat, anasema Mtume alayhi salatu wassalam, hakika si vinginevyo matendo yanazingatiwa kwa nia zake. Ay sihhatan wa fasada. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na kwa hakika si vinginevyo kila mtu atalipwa kwa kile ambacho amekinuia. Ay kullu shakhsin sayujaza ala hasabi niyatihi, kila mtu, kila mfanya ibada atalipwa yeye kwa mujibu wa nia yake. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na kwa hakika si vinginevyo atalipwa kila mtu kwa kile ambacho amekinuia. Kisha Sheikh anasema hafidhahullah, wa biha, na kwa sababu ya hiyo nia, biha alha raji'a ila niyya, si ndio wa biha, na kwa sababu ya hiyo nia, tatamayazu alibadatu anil adat, ndio zinapambanuka ibada kutokamana na ada. Hata utofauti wa kujua hii ni ibada na hii ni ada ni ile nia. Maana wakati mwingine matendo yanafanana. Mfano, mtu mwenye kuoga kwa ajili ya janaba au kwa ajili ya kuondoa
jasho na joto, wote wanaoga, wanapakaza maji mwili mzima, wakajimwagia maji, wakaeneza maji mwili wote. Lakini nini ambacho kitatofautisha uogaji kwa ajili ya kuondoa joto na uogaji wa janaba? Hata tuseme tupige mbizi, maana ukipiga mbizi pia janaba limeondoka ala sahihi. Huyu kapiga mbizi kwa ajili ya kujifunza kuogelea, na yule mwingine akapiga mbizi kwa ajili ya kuondoa janaba. Wote wamepiga mbizi sawa sawa, lakini kitu gani kinatofautisha? Kwamba huyu anajifunza kuogelea huyu, na huyu anaondoa janaba lake. Nini kinatofautisha baina ya jambo la kiibada kama kuoga janaba au jambo la kiada kuondoa joto? Nini kitofautisha mambo haya mawili? Nia, na huu ni mfano. Nia inatofautisha baina al-ibadat wal adat. Kwa hivyo nia ni kitu cha msingi sana. Sasa Sheikh anasema fa in kana as-sawm wajiban fala budda an yanwiyahu min al-layl. Fa in kana as-sawm wajiban, na ikiwa funga ni yenye kuwajibika, ikiwa funga ni ya wajibu ambayo wewe waifunga, fala budda an yanwiyahu min al-layl, basi hakuna budi, bimaana ni lazima ainuie funga hiyo kutokea usiku. Nia uweke usiku ikiwa hiyo funga yako ni ya wajibu. Wa yuayinu naw'iyat as-sawmi, na aiainishe aina ya funga, hata sampuli ya hiyo funga yako uainishe. Wa yuayinu naw'iyat as-sawmi, na aiainishe sampuli ya funga alladhi yuriduhu, funga ambayo anaitaka. Maana funga za wajibu ziko nyingi. Kuna saumu Ramadhan, kuna saumu nadhiri, kuna kafara wa hakadha. Basi hiyo nia yako hiyo katika hiyo funga ya wajibu iambatane na kuainisha sampuli ya saumu unayoitaka. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hilo ni kwa ajili ya kauli yake Mtume alayhi salatu wassalam, wa innama likulli imri'in ma nawa, na kwa hakika si vinginevyo atalipwa kila mtu kwa kile ambacho amenuia. Wadhalika bi an ya'taqida inda bidayati as-sawmi annahu yasumu min ramadana au min qada'ihi au annahu yasumu nadran au kafaratan. Anafafanua hapo katika kubainisha sampuli ya unachofunga. Wadhalika bi an ya'taqida, na hilo ni kwa kuitikadi huyo mfungaji, inda bidayati as-sawm, wakati wa mwanzo wa funga, annahu yasumu, kwamba hakika yeye anafunga min Ramadhan, ima ni kutokamana na Ramadhan, yani funga yake ni ya Ramadhan, kwa maana akitekeleza saumu ya Ramadhani katika wakati wake, au min qada'ihi, au funga yake ni kutokamana na kuilipa hiyo Ramadhani. Inawezekana alipitwa na masiku katika Ramadhani, hakufunga kwa udhuru, sasa anafunga kulipa. Kwa hivyo nia yake pia iliainisha hilo, kwamba hiyo ni funga ya Ramadhani lakini qadaa, analipa na sio adaa. Au annahu yasumu nadhran, au kwamba haika yeye anafunga nadhiri, au kafaratan, au anafunga saumu ya kafara. Hilo libainike kwenye nia yake. Na aliposema wadhalika bi an ya'taqida, ni kwa sababu nia, kama tutavyoona huko mbele, mahala pake hasa
ni moyoni, nia ni kusudio, na wala nia mahala pake si kwenye kinywa. Sawa Sheikh ataeleza huko mbele. Kisha anaeleza hafidhahu Allah ta'ala, wa waqtu an-niyyati lihadha as-sawm al-wajibi bianwa'ihi min al-layl, na wakati wa nia yafungwa wakati gani? Je, ni kila wakati? Hasa katika hizi saumu za faradhi ambazo tunazielezea hapa, kama vile saumu ya Ramadhani, nia yafungwa wakati wowote tu, ukiamka asubuhi, mchana. Tusikilize hapa, nia ina wakati wake bwana. Wa waqtu niyati, na wakati wa nia, lihadha as-sawm al-wajibi, kwa ajili ya hii funga yenye kuwajibika, bianwa'ihi, kwa sampuli zake funga hiyo, min al-layl, ni kutokea usiku. Funga ya wajibu nia yake inawekwa usiku, ndiko inakowekwa, kama vile saumu ya Ramadhani ni saumu ya wajibu hiyo. Sawaun kana min awwalihi, ni mamoja umekuwa huo usiku ni kutokea mwanzo wake, ima ni usiku wa mwanzo, au wasatihi, au ni wakati yake usiku huo, usiku wa kati, au akhirihi, au ni wa mwisho usiku huo. Almuhim iwe ni usiku. Nia ya saumu ya wajibu inawekwa kuanzia usiku, ni mamoja ni usiku wa mwanzo, au usiku wa kati, au usiku wa mwisho, wakati sahar, mwisho usiku wa manane, ndio wakati wa nia huo. Ushahidi, qala hafidhahu Allah ta'ala, lima rawa ad-Daraqutni rahimahullah biisnadihi, kwa kile ambacho amekipokea al-Imam ad-Daraqutni rahimahullah kwa isnadi yake, an Amrata an Aisha, kutokea kwa Amra rahimahullah ta'ala, tabi'iyatun jalila, huyu tabi'iyya akiitwa Amra bintu Abdurrahman al-Ansariyya, kama inavyoelezwa katika tarjama yake, wulidat rahimahullah fi ahdi al-khalifati ath-thalith Uthman. Naam, alizaliwa Amra bintu Abdurrahman al-Ansariyya katika zama za khalifa watatu, katika zama za Uthman, na alilelewa huyu katika malezi ya nyumba ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Mama Aisha amemlea Amra na amemfundisha ilmu nyingi, na ni katika wanafunzi wake waliopokea riwaya nyingi kutokea kwake. Kwa hivyo ametaja Imam Daraqutni kwa isnadi yake, an Amrata ay binti Abdurrahman al-Ansariyya, ni tabi'iyya, si ndio? Rahimahullah anapokea Amra an Aisha marfu'a, kutokea kwa Aisha hali ya kuwa ni mwenye kuinyanyua hadithi hii. Hadithi inanyanyuliwa hiyo, Mtume anasema, man lam yubayyit as-siyama qabla tulu'i al-fajr fala siyama lahu. Man lam yubayyit as-siyama, yule ambaye hakuilaza funga, kwa maana nia ya kufunga. Man lam yubayyit as-siyama, yule ambaye hakuilaza funga, kabla tulu'i al-fajri, kabla ya kuchomoza alfajiri, ikawa toka usiku kalaza kusudio la saumu, akafanya hivyo kabla ya kuchomoza alfajiri, wa illa fala siyama lahu,
basi hana funga yeye. Man lam yubayyit as-siyama, yule ambaye hakuilaza funga, kwa maana nia yake nia ya kufunga kabla tulu'i al-fajri, kabla ya kuchomoza alfajiri, fala siyama lahu, hana funga yeye. Sasa utaona hapa kabla tulu'i al-fajri ni wakati gani? Ni usiku. Kwa hivyo nia yako usiku bwana. وقال أي الدارقطني إسناده كلهم ثقات، إسناد yake حديثه ووتني ثقات وهو حديث ثابت. وعن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نكتكيا ابن عمر وهو عبد الله ابن عمر عن حفصة، akipokea kutokea kwa dada yake Hafsa bintu Umar زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخت عبد الله بن عمر، kutokea kwa mtume صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، kwamba kaye mtume amesema man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu, yoyote ambaye hakuilaza nia ya funga kabla ya alfajiri, kwa maana hakunuia kufunga usiku kabla ya fajiri, maana usiku, fala siyama lahu, hana funga yeye. Wa fi lafdhi, na katika lafdhi lingine la hadithi ibn Umar, mtume alayhi salatu wasallam amesema waman lam yujmi'i as-siyama min al-layli, na lafdhi hili liko sarih, ومن لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. ومن لم يجمع الصيام، na yule ambaye hakuiazimia funga, yujmi'i ay ya'zim, na yule ambaye hakuiazimia funga min al-layl, kutokea usiku, fala siyama lahu, hana funga yeye. Huo ndio wakati bwana wa kuweka nia ya saumu ya wajibu. Lazima kusudio la kufunga ulale nalo. Tutaona hapo ni jambo rahisi, wala hakuna taklifu ya kumsubiria imamu baada al-isha au atamkishe. Na wengine wanakumbusha hasa, Sheikh umesahau kutunuiza bwana, astaghfirullah, yalla bismillahir rahmanir rahim, nawaitu sawma ghadin ila akhiri. Halihitaji mambo hayo yote, hayo kutamka nia ni bid'a. Sheikh ataeleza huko mbele utaratibu rahisi wa kuilaza nia usiku kwa ajili ya funga ya wajibu. Lakini Sheikh anatuambia hapa katika faida kwamba aliposema nia wakati wake ni usiku katika saumu ya wajibu na sio mchana. Kwa nini? Walianna jamia an-nahari, hii ni ziada ya hoja. Hoja ya kwanza ambayo ndio hoja nzito ni adilla, si ndio? Dalili ambazo wamezitoa aliposema lima rawa ad-Daraqutni, mpaka akafika mwisho wa kumwaga dalili. Hiyo ni sababu kubwa ya kunuia mtu usiku kwenye saumu za wajibu. Lakini sababu nyingine, walianna, na ni kwa sababu hakika jamia nahari, mchana wote, yajibu fihi saumu, kunawajibika ndani yake kufunga, kunawajibika ndani ya huo mchana kufunga. Mchana wote ni wa kufunga. Sasa ikiwa hutonuia usiku ukasema uje unuie mchana, iko sehemu ya mchana, itakuwa umeanza kuifunga bila ya nia. Saumu yako haiwezi kuwa sahihi, kwa sababu saumu inazingatiwa kwenye mchana mzima, si ndio? Sasa ikiwa utanuia mchana, iko sehemu
kabla hujanuia itakuwa ilikosa nia. Sasa saumu haiwezi kuwa sahihi, ndio maana tunalala nayo ili tukiamka sisi funga inaendelea. Kwa hiyo kuanzia mwanzo wa tuluu alfajiri sadiq, nia yako iko silence pale, inasubiria utekelezaji. Moja kwa moja unaanza. Kuna jambo la kiilmu kalitaja hapa, ilmu kubwa kabisa ya kifikihi. Kwa nini? Kwa sababu nia utekelezaji wake unaanza pale ilipowekwa. Sasa kama utaiweka nia mchana, ikawa kuna masaa au sekunde zilikupita ndani ya kipindi cha saumu, hii nia ya mchana haiwezi ikapiga reverse ikakusanya na kile kilichopita, itaanza pale kwenda mbele, sababu nia haiatifishwi juu ya kilichopita, si ndio? Lakini kuna ibada zinakuunga wewe, kama vile salatul jamaa. Hata ukidiriki rukuu moja tu kwenye rakaa ya mwisho utaambiwa umepata jamaa, si ndio? Hichi kipande cha mwisho kitakuunga na kile cha kwanza. Utatimiza kweli rakaa zilizopita, lakini utahesabika na wewe katika wale waliopata jamaa, lakini sio nia. Hiyo ni faida, sio faida. Sheikh anasema lianna jami'a an-nahari, kwa sababu hakika mchana wote yajibu fihi saumu, kunawajibika ndani yake, ndani ya huo mchana kunawajibika ndani yake kufunga. Sasa basi, ikiwa mchana wote ni wa kufunga, fa idha fata juz'un min an-nahari lam tujadu fihi niyatu, na pindi itakapopita sehemu katika mchana, lam tujadu fihi niyatu, haikupatikana ndani ya sehemu hiyo ya mchana nia, matokeo yake lam yasihha saumu jamii al-yawm, basi haitosihi saumu ya siku nzima. Ikiwa kuna kipande cha mchana, maana wewe si ukutia nia usiku ukaja ukaitia asubuhi, ikawa kuna kipande cha wakati wa funga kilianza bila ya nia, basi hiyo saumu yako haitokuwa sahihi, kwa sababu kuna kipande hata kama ni sekunde moja ulikianza kufunga saumu ya wajibu bila nia, si ndio? Fa idha fata juz'un min an-nahar, na pindi itakapopita sehemu ya mchana, lam tujad fihi niyatu, haikupatikana ndani ya sehemu hiyo nia, basi matokeo yake ni saumu yote hakuna hapo. Lam yasihha saumu jamii al-yawm, basi haitosihi ile funga ya siku nzima, haitosihi kama kuna kipande kilikosania hata ni sekunde moja. Kwa nini? Nia hairudi nyuma bwana. Lianna niyata la tan'atifu ala al-madhi, kwa sababu hakika nia haiunganiki juu ya kilichopita, si ndio? Na wajibu wako wewe ni kufunga siku nzima, ikawa kuna sehemu ya funga ya Ramadhani wewe ulianza bila nia, kwa sababu umekuja kunuia baada ya mchana, hukunuia usiku, utaikosa saumu yote. Na ndio maana mfungaji anuie usiku, bimaana ikichomoza alfajiri ya kweli, mubashara funga yake inaanza. Ukiacha kunuia usiku ukaja ukanuia mchana, kiko kipande cha mchana kitakukikosa nia, uwezi ukasema kwamba kwa kuwa nimenuia sasa hivi saa 12:30 basi kile kipande cha kutokea alfajiri kitaungwa na nia hii ya saa 12:30.
itakuwa ndio siku hiyo nzima hujafunga wewe. Sawa jambo kubwa hili. Haya, Sheikh anasema waniyatu fi jami'i al-ibadati mahalluha al-qalb, na nia katika ibada zote, si funga peke yake, katika ibada zote mahalluha al-qalb, mahala pake ni moyo. Nia sehemu yake ni moyoni. Wala yajuzu talaffudhu biha, na wala haijuzu kutamka kwa nia hiyo. Lianna dhalika, kwa sababu hakika jambo hilo la kutamka nia lam yarid ani nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, halijaja kutokea kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala an ashabihi, wala halijapokelewa kutokea kwa masahaba zake, annahum kanu yaqulun, kwamba hakika wao, yani masahaba walikuwa wanasema nawaitu an asuma. Shikatoa mfano naweka nia kufunga, au kwa wale wenye kuswali nawaitu an usallia, nanuia kuswali. Zile nia tunazisikia misikitini humu nawaitu. Mtu hafungi swala mpaka alete maneno hayo. Sasa utashangaa wewe, umesikia adhana, ulikuwa huko nyumbani kwako au dukani kwako, unajua kabisa hiyo adhana ya dhuhuri, ukafunga ofisi yako, au ukatoka nyumbani mguu mosi mguu pili mpaka msikitini, kaingia sehemu za udhu, katawadhi, kaja ndani ya masjid, kaswali rakaa mbili, ukatulia unamsubiri imamu akaja pakakimiwa, watu wamesimama katika safu, imamu stau, hujajua ulichokifuata, basi wewe mwehu mpaka imamu anasema Allahu akbar, dunaanza nawaitu usalli fardhu salati adh-dhuhr wara al-imam. Wengine mpaka anaweza kumtaja, kuna nia zingine imam pia anatajwa jina, au wengine maamuman na kuendelea. Sasa mtu anaona ndo Allahu akbar, na kuna wakati anaona kama nia haijaingia vizuri, anakata ni kama loku haijakaa mahala pake, anaianza tena. Ulikuwa hujajua wakati wote huo unafuata nini msikitini? Jawabu, nilikuwa ninajua nakuja kwenye dhuhuri. Ile ndio nia. Sasa haya unayoyatamka hapa sasa hivi ni bid'a, lianna dhalika, kama alivyoeleza, lam yarid ani nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala an ashabihi annahum kanu yaqulun nawaitu an asuma nawaitu an usallia wa ghairu dhalik, na mengine yasiyokuwa hayo katika matamko. Fatalaffudhu biha, Sheikh anasema, na kutamka kwa hiyo nia bid'atun muhdatha, ni bid'a iliyozuliwa, uzushi umezuliwa. Sasa angalia faida hapa, kuweka nia bwana ni jambo jepesi sana. Sheikh anatuambia wayakfi fi niyya al-aklu wash-shurbu bi niyyati as-sawm. Angalia wepesi, wayakfi fi niyya, na inatosheleza katika nia, al-aklu kula, wash-shurbu na kunywa, bi niyyati as-sawm, kwa nia ya kufunga. Kule kula tu kwamba chakula hiki ninakila, mfano ni asha, chakula cha usiku, kwamba hichi chakula cha usiku ninakula hapa ili nifunge kesho. Kule kula na kunywa kwa ajili tu utafunga kesho, nia hiyo. Haya ni madhhab ya muhaqiqun kina Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, tatosha kabisa. Kile chakula chako cha usiku, kwamba hichi chakula ili nifunge, ni nia hiyo ya kufunga kesho, tosha, hakuna haja ya maneno mengi. Na ndiyo maana Sheikh ataeleza hapo, kile chakula tunachokula
katika usiku za Ramadhani kwa nia ya kufunga kesho yake kimetosheleza kuwa ni nia. Na ukitaka kujua kimetosheleza kuwa ni nia, ndiyo maana chakula kile kinatofautiana na kile ambacho tunakila katika usiku wa kuamkia Idi. Mfano usiku wa Idi imeandama na 29, ukawa unapiga machaza yako, kile chakula unachokula kesho unafunga, unajiandaa tu machaza ya nyumbani, wanawake wanakaanga mandazi, umechovya huku umepita huku. Kile ni tofauti na kile ambacho uko unakula usiku wa Ramadhani. Sasa ikiwa kula tu kunatosheleza kwamba ninakula kwa ajili nifunge, hizo na waitu za nini kututia kazi? Kwa hivyo wayakfi fi niyya, na inatosheleza katika nia, al-aklu kula, washurbu na kunywa, biniyati sawm, kwa nia ya kufunga. Inawezekana kabisa ikawa umenuia kufunga mwanzo kabisa wa usiku, labda unaniambia ngoja nile kabisa hapa, leo nimechoka, naweza nisiamke tena kesho nifunga bwana, mnileteni wali nile kabisa. Ukaletea wali wako pale baada ya Isha, unamwambia kabisa nile kabisa, nimechoka leo, nikijitupa hapo haya kesho niendelee. Kule kula tu ule wali wako wa maharage ili ufunge kesho, nia hiyo. Qala Sheikh Taqiyuddin Ibn Taymiyyah rahimahullah, amesema Sheikh al-Islam Taqiyuddin Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, akimzungumzia mwenye kula kwa nia ya saum, qala wa huwa hina yataasha, wa huwa hina yataasha, naye huyo mfungaji wakati anakula asha. Yataasha ay yaakulu al-asha, ndio wa huwa, naye huyo mfungaji hina yataasha, wakati anakula asha. Yataasha ashaa man yuridu sawm, basi anakula asha ya yule ambaye anataka kufunga, hiyo inatosha. Walihadha, na kwa ajili hiyo, yufarraqu, panatofautishwa baina ashai lailatul Eid, baina ya chakula cha usiku wa Idi, wa ashai layali Ramadhani, na chakula cha usiku cha nyusiku za Ramadhani. Asha hizi mbili zinatofautishwa. Kwa nini? Kwa sababu asha ya usiku wa Idi haifuatiwi na funga, si ndio? Lakini asha ya usiku wa Ramadhani inafuatiwa na funga. Vyakula hivi viwili vya usiku watofautika. Kwa hivyo kule kula tu kwa nia ya kufunga kesho, ule ulaji ni nia tosha. Walihadha, na kwa ajili hii, yufarraqu, panatofautishwa, na hii ni kwa sababu ya makusudio ya hiyo asha, baina ashai lailatul Eid, baina ya chakula cha usiku wa Eid, wa ashai layali Ramadhan, na ile asha ya nyusiku za Ramadhani ni tofauti. Waqala aidan, na akasema vile vile Sheikh al-Islam, kullu man alima anna ghadan min Ramadhan wa huwa yuridu sawmahu faqad nawa. Naona kazi hiyo, na ndio maana ile madhhab ya baadhi wanawachuoni kwamba kule kuingia Ramadhani, kujua kwamba Ramadhani imeingia na nitakwenda nayo mpaka imalizike, ile yatosha kuwa ni nia yako. Madhehebu wanaona wala hakuna haja ya kujadidi kila usiku, maadamu ulishaweka makusudio ya kufunga kutoka ule usiku wa mwanzo wa kuingia Ramadhani. Kwa hiyo jambo la nia ni tofauti na watu wanavyofanya. Pamoja kwa madhehebu yaliyokuwa sahihi ni kujadidi nia yako kila usiku. Waqala aidha, na akasema vile vile Sheikh al-Islam,
kullu man alima, kila aliyejua anna ghadan min Ramadhan, kwamba kesho ni katika Ramadhani, kila aliyejua hivyo, wa huwa yuridu saumahu, na aliyekuwa yeye anataka kufunga hiyo Ramadhani, ile elimu yake ya kujua kesho Ramadhani na mimi nafunga, faqad nawa. Ibn Taymiyyah huyo anasema huyo atakuwa shanuia. Hayo manawaitu ya nini sasa? Na kuwashughulisha wakina mama waache kupika, wachukue mitandio, wafuate maneno ya shekhe msikitini. Bila hivyo eti hakuna funga. Na huyo mama amekaa hapo anapika daku kwa ajili ya kesho, na mtakula naye. Sheikh anasema Ibn Taymiyyah, wa huwa fi'lu ammati almuslimin, na hichi ni kitendo cha waislamu wote, kwamba wakijua tu Ramadhani ni kesho na wao wanakusudia kufunga, imetosheleza hiyo kuwa ni nia. Kwa hivyo mpaka hapa amemaliza kuzungumzia mahala inapowekwa nia ya saumu ya faradhi. Yawekwa wapi mwana? Kuanzia wakati gani? Usiku ndio wakati wake. Lakini pia akatueleza nia yakaa wapi? Katika moyo. Matamko ya kutamka nia ni nini? Bid'a adhim. Basi muda wetu umekwenda sana, tosha. Ila huna, barakallahu fikum. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram ajma'in.